Kenyans, I know you can be serious, but haikuwa ifike hapo bwana. Hatukuwa tufike hapo kwa kupiga police search. Juzi nimeona hapa Olkalau, sijui kulikuwa na by election. Sasa wananchi wameamua kwa sababu nyinyi hamwezi chunga kura zetu, tunaenda tuzipige na tuzichunge. Kwa sababu hatuwezi waamini na kura zetu. Sisi ndio tumezipiga na sisi ndio tutazichunga. So what happened? Wakenya wakaenda vizuri peacefully, wakapiga kura. Alafu after wamepiga kura wakatoka hapo nje ya gate na wakatulia. Alafu sasa polisi wanaingia pale ndani. Kura zimekamilika kupigwa. Wakaambiwa mnaingia wapi? Hapo ndani nayo hamuingii. Mnaenda kufanya nini? Okay. Kwa sababu we are good citizens, tutawaruhusu muingie. Lakini kabla hamjaingia, tunaomba mabegi muyaweke hapa, tuangalie, tu confirm mnaweza kuwa mbebeba election materials, na hiyo unajua it's unacceptable. Kwa hivyo mfanya aje, wekeni mabaga hapa. Wakafungua one after the other. Wewe hujabeba ballot papers, unaweza ingia wewe, unaweza ingia wewe, until the last person. Kenya, I know you can be serious, but this one is more than serious bwana. Hapana, nimewaogopa. Nyinyi ni hatari. Hai, sawa tu. Anyway, tuingie kwenye kipindi yetu. Wangwana, tarehe ni 11 Julai 2015. Pale upande wa Mexico City kulikuwa na maximum prison moja ambayo ilikuwa ya wafungwa ambao wamefungwa kukaa pale miaka mingi sana. Shughuli za kila siku pale gerezani zilikuwa zinaendelea vizuri, hakukuwa na bugdha, kila kitu ilikuwa sambamba. Lakini polisi mmoja akakuwa idol, akajiuliza, na hii cell iko na CCTVs, kwa sababu sasa naona ni kama niko idol. Siniingie pale kwa mitambo ya CCTV, angalau nipekue niangalie mambo mawili matatu. Kaingia pale akakagua cell baada ya ingine. But akafika kwa cell moja. Akaangalia kuna mtu alikuwa amekaa pale, anafunga kamba viatu vizuri, ni kama mtu tu anaenda safari. Alafu akaamuka pale akaingia kwa bafu. Na akainama kidogo. Si polisi alingoja huyo mtu ameinama pale kwa bafu wafanye nini? Ainuke. Alingoja sana. Ndio akajiuliza, kwa sababu huyu mtu ameingia hapa, ameinama na hajatoka, wacha niite mtu mmoja, ni mtume pale aende angalie ni nini, labda huyu mtu ameingia pale na akasirai, tuweze kumuokoa kabla tukimbize mwili. Kwa hivyo akashout pale akasema, "Oe, Afande Gitanui, kuja." Afande Gitanui akakuja teke akafika. Kaambiwa in this particular cell kuna huyu jamaa alikuwa hapo, ameinama hapo kwa bafu. Sifanya aje, kimbia uangalie ni nini inaweza kuwa imemfanyikia. Afande Gitanui akafanya nini? Akapiga salute akamwambia, "Yes sir, in your order." Gitanui akaenda akafika pale akafungua vizuri, akaingia. Si akaingia pale kwa bafu, alikuwa ameambiwa aende angalie huyo mtu. Alimpata. Ulikuwa umemweka hapo. Afande Gitanui alishika kichwa na akapiga nduru akasema, "Aaah!" Kwa sababu ni nini alichokipata pale katika bafu? Amini usiamini, alipata kishimo. Kishimo ambacho yule mfungwa amekitumia si kwenda kwa hoteli kukula chakula. Amekitumia kuhepa, kwa sababu kwa hiyo shimo kulikuwa na tunnel chini. Meaning, huyu mfungwa ni mfungwa ambaye alikuwa amejipanga visawasawa. Unaweza kuwa unajiuliza, huyu mfungwa ni nani ambaye alikuwa amejipanga
kiasi hicho kuwepo kwa maximum prison. Mfungwa mwenyewe si mwingine bali ni the famous drug trafficker kwa jina Joaquin Guzman Loera Ajivaldo, almaarufu El Chapo. Now, huyu El Chapo alijipata aje gerezani? Alizaliwa wapi? Alipanga aje mipango yake yote na kuweza kuwepa pale kwa maximum prison? Now, tuanze na kujua El Chapo ni nani. Mwaka wa 1957, tarehe 4 Aprili, katika kijiji kidogo cha Sinaloa upande wa Mexico, amezaliwa a bouncing baby boy ambaye baadaye atakuja kujulikana kama Joaquin Ajivaldo Loera almaarufu El Chapo. El Chapo amezaliwa katika familia ambayo haijiwezi, kwa sababu katika hicho kijiji cha Sinaloa cash crop yao ilikuwanga ni kukuza bangi. Kwa hivyo baba ya Ajivaldo alikuwa anakuza bangi ili kukimu maisha pale nyumbani. Pia babake alikuwa mlevi kupindukia. Kwa hivyo kwa mara nyingi aliweza kuchapa hawa watoto sana. Lakini kutokana na umaskini huo, Ajivaldo Loera Guzman aliweza kuacha shule na kuanza kutufanya tu biashara tudogo tudogo hapa, kwa sababu yeye kama kuna kitu alikuwa anataka ni kutoka block. Hiyo nayo kukaa block hapana. Kwa hivyo alianza kufanya tu biashara tudogo tudogo, kuuza tu machungwa, kufanya nini, kisha anakusanya tu pesa twake, anaendeleza biashara yake. Lakini ikafika wakati akajiuliza, hii biashara ya kuuza machungwa nitaifanya hadi lini? Kwa sababu haileti mihela yoyote. Na hapo ndipo El Chapo alipiga hesabu, akajiambia, kwa hiki kijiji chetu ile kitu ambayo tunakuza sana ni bangi na opium. Basi akasema kama bangi na opium ndio tunakuza, mbona tusiitafutie soko? Ndipo akaenda akajiunga na kundi la wauza madawa za kulevya. Akajiunga pale, akakuwa anasafirisha dawa za kulevya. Kitu ambacho hakukijua ni kwamba siku moja atakuja kukuwa mkuu wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Ajivaldo Guzman alifika wakati akajiambia, no, it is time nijiunge na kundi kubwa ambalo litakuwa linanisaidia at least, kwa sababu tu biashara nafanya hapa ndani ndani hatuleti. Kwa hivyo Ajivaldo Guzman akaamua kujiunga na kundi la cartels ambao walikuwa wanafanya hii biashara ya kuuza bangi na madawa zingine za kulevya, ambalo lilikuwa linaitwa Guadalajara Cartels. Alijiunga pale, alikuwa mtu mzuri, mchapakazi, akipewa mission anapeleka mbio, anarudisha. Alikuwa tu anasafirisha bangi kutoka Mexico kuingisha Marekani. Lakini ilifika wakati akacomplain kwa mabosi wake, akamwambia hii hailipi, haileti. So wakamwambia kwa sababu umekuwa good boy, tutakupandisha cheo. Sasa yeye akaambiwa atakuwa anasimamia hao wengine. So yeye ndiye atakuwa anawapanga venye wataenda, wafikishe mzigo, warudi wachukue wengine, wapeleke wengine. But El Chapo hakuwa anaamini hard work peke yake inaweza lipa. Kwa hivyo ilifika mahali akakaa chini akajiambia, apart from kutumia nguvu, pia tunafaa kutumia akili. Kwa sababu nguvu tunasafirisha bangi kidogo, lakini tukitumia akili mzigo itakuwa inaenda mingi. Ndipo akakama up na idea ya kutengeneza tunnels. So wakachimba tunnels zinatoka Mexico mpaka America. So wanapitisha bidhaa yao chini ya tunnel, inaenda inafika Marekani, inaingia kwa soko, wanapata ganji. El Chapo alijijenga pale mpaka akakuwa mtu ambaye akona hela nyingi. Kutoka kuwa mtoto wa mkulima wa bangi pale katika kijiji cha Sinaloa, shirika la Forbes wakati mmoja lilimtaja kama mtu ambaye alikuwa tajiri zaidi ulimwenguni, kwa sababu umilizi wake wa hela ulikuwa umefika
takriban dola bilioni 1. Unajua dola bilioni 1 ni pesa mingi sana. Bas, aliendelea kufanya kazi pale katika Wadalahara Cartels, akapiga kazi yake vizuri, akasema watumie tunnels, ama sometime watumie tundege tudogo na kadhalika. Mizigo ikakuwa inaenda, wanatengeneza faida zao, kila mtu anapata yake na maisha inakuwa sawa. Until when the boss wa Wadalahara Cartels akaaga dunia. Sasa wakati Wadalahara Cartels boss amekufa, ikabidi Wadalahara Cartels iishe kwa sababu sasa kiongozi wao ashaiaga dunia. Na hapo ndipo Guzman akapata a good opportunity ya kutoka kwa Wadalahara Cartels na unde cartel yake sasa aache kukua chini ya boss ambaye ameiaga dunia, yeye ndiye akue boss. So akajiunga yeye na some associates wenye walikuwa katika Wadalahara Cartels, wakaunda association yao ambayo waliita Sinaloa Cartels. So now from being just an ordinary drug trafficker, amekuwa boss wa drug traffickers la Sinaloa Cartels. Hadi hapo tuko pamoja? Bas, Guzman after amekuwa bosi, ako na hela. Na ukiwa na hela kama drug trafficker, unakuwa na enemies kwa sababu biashara yako sasa ina thrive na competitors unawapeleka mbio sana. Na kukuwa na enemies inamaanisha utasalitiwa. Kwa hivyo ikafika wakati kikosi cha FBI na DEA kikaanza msako wa kuwatafuta hawa walanguzi wa dawa za kulevya. Lakini huyu El Chapo, licha ya kuwa yeye alikuwa ni mlaguzi wa dawa za kulevya, alikuwa mtu ambaye alikuwa na give back to the community, kwa sababu hela ambazo alikuwa anapata kutoka kwa dawa za kulevya alikuwa anafanya developments pale kwao. Alikuwa anajengea watu mabarabara, anawafanyia kila kitu, anawapelekea watoto shule. To be precise, alikuwa anarudisha mkono kwa society. Kiasi kwamba ilifika wakati FBI na DEA walikuwa wanamtafuta. Wanakijiji walikataa kucollaborate na FBI na DEA kumkamata kwa sababu alikuwa anasaidia sana pale kijijini. Walimtafuta kwa muda mrefu, hawakufanikiwa kumpata kwa sababu alikuwa one step ahead always. Kwa sababu unajua ukiwa na hela mingi, connections hapa na pale, so alikuwa na connection mpaka kwa polisi. Wakikuja kumtafuta alikuwa anapigiwa simu, anaambiwa unakujiwa, anatoroka. Sometime anafika pale, polisi wanafika pale mahali alikuwa, wanaambiwa ametoka tu saa hii venye mmeingia ndipo na yeye amefanya nini? Ametoka. Kwa hivyo walimtafuta, wakamtafuta, akajificha, lakini wanasemanga njia ya muongo huwa fupi. Mwaka wa 1993 maisha ya El Chapo yalibadilika ghafla kwa sababu alikuwa wanashambuliana na competitors wake wenye wanafanyanga hii biashara ya madawa ya kulevya. Pale katika street walikuwa wanafiatuliana marisasi, na kibahati mbaya risasi zikaingia na kumimina gari ya padri mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama Juan Jesus Posadas na kumuua. Baada ya kumuua padri huyo, hii ilichukulia serikali kushirikiana na kuongeza nguvu zaidi kumkamata Guzman. Kwa sababu sasa apart from drug trafficking, wamehusika katika kifo cha huyu padri. Kwa hivyo waliongeza nguvu ya kuwasaka hao culprits, wakawatafuta. But after some months ya kuhepa, tarehe 9 Juni 2015, no not 2015, 1993, walimkamata Guzman katika mji wa Guatemala, na baada ya kumshika wakambeba hobela wakampeleka mpaka Mexico
kwa jela ambayo inajulikana kama Puerto Grande. Baada ya kukamatwa kwake mwaka wa 1993 na kupelekwa pale gerezani, wengi walidhani maisha ya El Chapo yamekamilikia hapo, lakini walikosea. Kwa sababu kulingana na ushawishi na hela ambazo alizokuwa nazo, El Chapo akiwa pale gerezani aliishi maisha ya kawaida. Biashara zake hazikusimama kwa sababu aliweza kuwaonga baadhi ya walinzi pale gerezani. Akiwa gerezani alikuwa na simu, alikuwa anakula chakula spesheli, na pia akitaka kuona bibi yake alikuwa anakuja pale gerezani, wanaongea na wanafanya vivanywavyo na bibi yake anaenda. Alipiga miaka kadhaa akiendeleza biashara yake akiwa gerezani until mwaka wa 2001 ambapo alikuja kumake historia. Tarehe 19 Januari mwaka wa 2001 nchini Mexico, habari ambazo zilikuwa zinasambaa kila mahali ni kwamba El Chapo ametoweka gerezani. Nduru za kuaminika zinasema ya kwamba El Chapo alifanikiwa kutoka gerezani kwa kutumia troli ambayo ilikuwa inasafirisha nguo chafu kutoka ndani ya gereza kwenda nje. Lakini pia kuna wale ambao wanasema El Chapo aliweza kutoroka gerezani kwa ushirikiano na baadhi ya maafisa wa polisi ambao aliwahonga ili kutoka gerezani. Lakini basi kutoka kwake au walisaidiwa vipi haituhusu. Lakini jambo moja li wazi. Guzman yuko huru na biashara ya dawa za kulevya inaendelea, na Guzman amewindwa, hapatikani. Serikali ya Mexico iliaibika sana, ikaanzisha msako wa kumtafuta, lakini wapi. Ilijaribu kufanya lifanywalo, wapi. Guzman ametoweka na ametoweka kabisa. Unaweza kuwa unajiuliza, after ametoweka ni nini iliweza kufuata? Aliweza kuachiliwa na aende akiendanga kabisa, ama alitafutwa hadi akapatikana? Ili kujua ni nini haswa kilifanyika baada ya Guzman kuhepa gerezani tarehe 19 Januari mwaka wa 2001, bas subscribe, maana hii utaipata katika sehemu ya pili ya Prison Break ya El Chapo ambaye jina lake halisi ni Osvaldo Guzman Loera. Asante sana kwa kutazama, na kama hujasubscribe bofya subscription, kwa sababu tukipost another part ya hii cinema utaweza kujionea. Maana Guzman aliweza kukamatwa na akarudishwa gerezani na akaweza kuhepa tena. Ndio maana tunaita hii kipindi The Prison Break episode 1. Subscribe and watch out episode 2 ambayo inakuja hivi karibuni. Asanteni sana, nawapenda sana, na God bless.